Hii ni Maganga TV. Ndugu washiriki, kipekee kabisa nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa namna ambavyo wanaendelea kuiongoza nchi yetu kwa mafanikio makubwa kwa kuisimamia kwa vitendo ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Kwa hakika nchi yetu inaendelea kuimarika siku hadi siku kwa kuimarisha miradi mikubwa ya maendeleo yenye malengo ya kuweka mazingira bora ya upatikanaji wa huduma za kijamii kwa wananchi sambamba na kuwawezesha kiuchumi. Aidha, nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuishukuru Kamisheni ya Kukabiliana na Maafa kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya, na kushukuruni sana nyote kwa mahudhurio yenu, na nasema asanteni sana. Ndugu washiriki, kama tunavyofahamu, Umoja wa Mataifa ulitangaza rasmi tarehe 13 Oktoba ya kila mwaka kuwa ni siku ya kimataifa ya kukabiliana na maafa. Lengo la kuadhimisha siku hii ni kuihamasisha jamii pamoja na taasisi zote kwa ujumla juu ya kutekeleza wajibu wao katika kupunguza uwezekano wa kukumbwa na maafa. Pia kutoa uelewa kwa jamii juu ya majanga na maafa na jinsi ya kutumia rasilimali tulizonazo katika kujikinga na maafa, hasa kwa hasara kubwa za upotevu wa mali na maisha kila yanapotokezea. Hivyo ndugu washiriki na wananchi wote kwa ujumla, siku hii tunaiadhimisha maksudi ili kuweza kukumbushana wajibu wa kila mmoja wetu katika kuchukua hatua za kujikinga na majanga yanayosababishwa na binadamu, kupunguza athari za majanga ya kimaumbile sambamba na kujiandaa na kukabiliana na kurejesha hali baada ya maafa kutokea. Ndugu washiriki, ujumbe wa mwaka huu katika kuadhimisha siku hii ni uhimili kwa wote, imarisha usawa kwa uhimili endelevu wa jamii katika kukabiliana na maafa. Ujumbe huu unalenga juu ya haja ya kujenga uhimili kwa jamii katika kukabiliana na majanga ya kimaumbile na yale yanayosababishwa na binadamu kwa kuimarisha mashirikiano ya wananchi, taasisi na sekta za ndani ya nchi yetu, kikanda na kimataifa juu ya kujikinga, kujiandaa na kukabiliana na maafa yanayopelekea athari mbalimbali kwa jamii, ikiwemo vifo, upotevu wa mali, ulemavu, uharibifu wa miundombinu kama vile barabara, umeme, maji safi na salama, na huduma nyingine za msingi zikiwemo shule na hospitali. Sote ni mashahidi kuwa matukio ya maafa yamekuwa yakiongezeka siku hadi siku. Hivi karibuni tumeshuhudia matukio ya matetemeko ya ardhi yaliyotokea nchini Uturuki na Morocco, pamoja na kimbunga Daniel kilichotokea katika nchi ya Libya. Matukio yote haya yanasababisha athari kubwa ya kijamii, kiuchumi na kimaendeleo, na itachukua muda mrefu kwa wenzetu hadi kurejea katika hali zao za kawaida waliokuwa nayo kabla ya maafa hayo kutokea. Ndugu washiriki na ndugu wananchi, kwa upande wetu Zanzibar, nasi hatuko salama sana juu ya majanga mbalimbali yanayoweza kusababisha maafa kutokana na jiografia ya nchi yetu na maingiliano baina yetu na nchi mbalimbali ulimwenguni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Kamisheni ya Kukabiliana na Maafa, miongoni mwa majanga yaliyojitokeza mwaka huu ni pamoja na tetemeko la ardhi lililotokea kisiwani Pemba ambalo lilifikia ukubwa wa kipimo cha Richter scale 4.7, upepo mkali ulioathiri shehia mbalimbali kwa mkoa wa Kaskazini Unguja
ambao ulisababisha athari za nyumba 134 kuathirika. Aidha, matukio mbalimbali ambayo yamesababishwa na maeneo tofauti, kwa mfano ajali za barabarani, imekuwa ikipoteza nguvu kazi kubwa ya jamii yetu, hasa vijana, kama takwimu ambazo zimetolewa na watangulizi wangu. Ndugu washiriki, matukio ya moto nayo yamekuwa yakiongezeka siku hadi siku kwa mwaka 2022, na takwimu zinaonyesha kwamba kwa mwaka 2023 matukio yameongezeka kuwa mengi zaidi katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Aidha, matukio kama mafuriko, maradhi ya mlipuko nayo yamekuwa yakiathiri jamii, hasa yenye kipato cha chini na iliyo katika mazingira hatarishi. Ni wazi kuwa kutokea kwa matukio haya kunapelekea kuwepo kwa jamii kubwa tegemezi na yenye uwezo mdogo katika kukabiliana na kurejesha hali wakati na baada ya maafa kutokea. Ndugu washiriki, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika kuhakikisha kuwa usawa unapatikana baina ya jamii yote katika kukabiliana na maafa, inaendelea kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya jamii, wakiwemo wazee, vijana, watoto, wanawake, watu wenye ulemavu na vikundi vya kijamii, wakiwemo waendesha bodaboda na kamati za uvuvi. Pili, kufanya tafiti zenye tija ili kupunguza ama kuondosha changamoto za maafa na kujenga jamii himilivu kutokana na majanga yanayoweza kutokea. Tatu, serikali inaendelea kuandaa miongozo inayolenga katika kupunguza, kujikinga, kujiandaa, kukabiliana na kurejesha hali baada ya maafa kutokea. Nne, kutoa tahadhari za mapema kwa jamii yetu ya majanga yanayoweza kutokea, hasa yale ya kimaumbile. Tano, serikali inaendelea kuviimarisha vituo vya uokozi sambamba na kuvipatia vifaa vya kisasa ili kukabiliana na majanga ipasavyo. Pia kuimarisha mashirikiano baina ya wananchi, taasisi za serikali, taasisi binafsi, mashirika ya maendeleo na wadau wote wanaohusika, kwani sote ni mashahidi kuwa suala la maafa ni mtambuka ambalo linamgusa kila mmoja wetu. Ndugu washiriki na ndugu wananchi, niendelee kutoa wito kwa taasisi zote zenye miradi ya ujenzi kuhakikisha inazishirikisha ipasavyo taasisi zetu za kamisheni ya kukabiliana na maafa na kikosi cha zimamoto na uokozi kabla, wakati na baada ya ujenzi, ili kuhakikisha uwepo wa mipango na miundombinu ya kukabiliana na majanga yanayoweza kutokea. Pia nitoe wito kwa wamiliki wa majengo, mitambo, vyombo vya usafiri na usafirishaji nchi kavu na baharini, pamoja na wamiliki wa maeneo ya biashara kukata bima itakayowawezesha kurejesha hali pindi maafa yanapotokea. Aidha, niendelee kuwakumbusha madereva kufuata sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali zisizo za lazima. Pia niwakumbushe Jeshi la Polisi liendelee kusimamia sheria za usalama barabarani, ikiwemo kuwachukulia hatua wale wote wanaokiuka sheria hizo. Ndugu washiriki na ndugu wananchi, tunayo nafasi ya kujitathmini, kuangalia kwa nini matokeo haya yanaendelea kuongezeka badala ya kupungua. Kila mmoja wetu anapaswa atimize wajibu wake ili kuhakikisha sheria zinafuata mkondo wake na kila mmoja awe muumini wa kuheshimu sheria. Niendelee kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuchukua tahadhari juu ya mwelekeo wa mvua za vuli na El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini, kwani Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Hivyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kuchukua tahadhari mapema. Tunapaswa tuendelee kusimamia sheria. Ndugu zangu viongozi na wananchi mnaonisikiliza, Zanzibar
ni kisiwa na tunayo nafasi ya kuhakikisha maeneo yote ambayo tunaweza kuepusha majanga haya, lazima tuchukue hatua za haraka ipasavyo, na hasa wakati wa mvua hizi ambazo zinakaribia kunyesha. Kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa, lazima tuhakikishe tunasimamia vyema, tunaelekezana vizuri na tunafuata misingi ya sheria. Tusisubiri litokee halafu tuje tutibu. Naomba sana viongozi wa mikoa na wilaya na taasisi zote kushirikiana kwa pamoja. Haya yote yakitokea yanaathiri jamii ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Naomba sote tutoe mashirikiano na kila mmoja atimize wajibu wake katika hili, ili tuhakikishe tunaweza kuyasimamia haya. Ndugu zangu washiriki, kabla sijamalizia, nizungumzie changamoto chache ambazo zimezungumzwa na vijana wengi wa Utenzi, wa Ngonjera, lakini pia wa Kasida. Suala la ujenzi holela, suala la ajali za barabarani, suala la madawa ya kulevya, suala la ufisadi, suala la udhalilishaji, lakini pia suala la usikilizaji wa taarifa. Ndugu zangu washiriki na ndugu wananchi, haya yote yanahitaji usimamizi wa karibu, yanahitaji maelekezo ambayo kila mmoja anayo nafasi ya kuyatimiza haya. Sitaki nichukue muda nilieleze moja moja kwenye haya. Ni mambo ambayo kila siku tunapiga kelele kwenye udhalilishaji, tunapiga kelele kwenye madawa ya kulevya, tunazungumzia ufisadi, lakini tunazungumzia ajali za barabarani, pia tunazungumzia ujenzi holela. Mamlaka zinazohusika waendelee kuchukua hatua za dhati kabisa, bila ya kumwonea aibu mtu, bila ya kumtizama kabila lake, bila ya kumtizama anapotoka. Tuondoshe muhali katika kuyatekeleza haya. Tukiendelea na muhali, Zanzibar itaendelea kukumbwa na mabalaa haya ambayo kwa kweli baadhi yao mengi tunaweza kuyaepuka. Ukiangalia ajali za moto kama ambavyo zimeelezwa, ni dhahiri saa nyingine moto unatokea, zima moto wanafika, wanashindwa kupita kutokana na ujenzi holela. Nyumba zote zimeshikana, maeneo ya wazi yamejengwa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhakikisha tunafuata sheria, na mamlaka zinazohusika msione aibu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Mjini amesema hapa, na wakuu wa wilaya mpo hapa, chukueni hatua, endeleeni kuchukua hatua, wala msimtizame mtu usoni. Na hakuna jambo ambalo utalipata kwa kuchukua hatua za kisheria. Usimuonee mtu, lakini nenda kasimamie sheria. Wako watu wanapenda kuwa maarufu kwa kujiangalia nafsi zao, lakini simamieni sheria. Hapo tutakuwa tumemsaidia Mheshimiwa Rais, tutakuwa tumesaidia nchi yetu. Ukifuatilia kila mmoja na tumwache anavyotaka, hatutakuwa salama. Endeleeni kusimamia utaratibu, na mimi naamini tunaweza kufika pale ambapo tunakusudia. Ndugu zangu washiriki, mwisho kabisa napenda kuchukua fursa hii kwa dhati kabisa kwa mara nyingine tena kukushukuruni nyote kwa kushiriki katika maadhimisho haya. Hii ni Maganga TV.